Jambo la kusoma ndiyo kuitengeneza ibada, si ndio? Tukubaliana sote. Kwa kuwa siku ya kiyama kuna watu watakwenda dhalla sa'yuhum fil hayati dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, au kama qala jalla wa ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Amekwenda mbele ya Allah, amesali sana, lakini hakujua sala yake namna ya kusali sahihi. Labda alisali sunna zote, qiyamul layl, lakini hakuwa akisali sawa. Na yule ambaye akisali rakaa moja tu, labda qiyamul layl anawitiri kwa rakaa moja, lakini biilmin wa basira, huyu ni bora kuliko mwingine, si ndio? Tukikubaliana hilo, usidhani kwamba shaitan la'anatullahi alayhi atakuachilia utakase nia yako. Kwa shetani mwenyewe anakughuri katika hilo, lakini kadhalika jamii iliyokuzunguka haitaacha kukusifia pale ambapo utafanya vizuri. Hapo hapo ndiyo mwanya wa shetani. Yumkin nia yako sio hiyo, hukukusudia ashuhra watasaddur, hukusudii kushuhurika wala kuwa mtu wa kuwekwa mbele, lakini jamii kwa kuwa inakupa ihtiram kwa ile ilmu uliyokuwa nayo, kwa sababu tayari pia katika masala ya ilmu, tulabul ilm wanatakiwa wawape ihtiramu walimu wao, si ndio? Wanakubebea viatu, wanabebewa vitabu vyako, sababu hata Mtume sallam alifanyiwa hayo. Lakini ukijiona kama utaingia katika jambo baya, bora ni kuacha. Lakini wanafunzi wanafanya kwa ajili ya nini? Ihtiraman wa ijlala, kukuheshimu na kukutukuza kwa sababu kile ambacho umekibeba, ambayo ni ilmu. Sasa jitahadhari sana na kumuomba Allah, kwa sababu muda mwingine hayo anayofanyiwa shetani anapita humo humo. Akipita shetani, jambo linaharibika, unakula hasara kwa ile ilmu ambayo umekuwa nayo.